unajisikia nataka kuuza vitu, nini ambacho kiligusa moyo wako kwa ukubwa unao Divoice? Mimi nilijisikia tu vibaya kwa sababu sina uwezo mkubwa, ila naamini kwamba kilichokuwa kinahitajika kile ilikuwa tuna uwezo wa kukiafford. Ina maana kama angetushirikisha kama ndugu zake before, aidha labda tungejua, alafu mpaka unajua pia tatizo likikukuta mwenyewe ndo unajua nini unajisikia. Hatujui alikuwa katika namna gani, alikuwa na maumivu kiasi gani, alikuwa na stress kiasi gani. Lakini in fact sio vibaya kwa sababu sisi ni Watanzania, sote ni familia. Ina maana tuache sisi ndugu zake kaenda kuambia ndugu zake wengine wa Tanzania mtandaoni. Kwa sikuipokea vibaya sana wala sikupokea vizuri sana kwa sababu sikujua katika situation aliyokuwa. Akasema hakutakiwa kufanya vile, afu angekupigia simu angekuomba iko kitu usingempa, angekuwa na wewe unanicholesha, au labda kuna watu alishawapigia afu akamtema. Kwa kiasi kwamba huwezi jua, na sisi tu kama Watanzania tusiache kusapotiana. Sisi kupata taarifa kama mzee anaumwa. Taarifa mimi sikupewa. Mama tu nakumbuka ananiambiaga, kuna kipindi nakumbuka mzee alikuwa anakaa kwa brother pale kwa Meja. Kakaa paka akapona. Nakumbuka akapona kaudi mtaani, kaudi Temeke kule, akanaendana na mtikasi yake. Kwa hiyo hii sasa hivi sikusikia. Na kwa bahati mbaya nilikuwa niko Tarime kwenye kazi kule na mzee. Kwa hiyo nilikuwa niko very busy. Sikupata call, report nimeipatia kule. Kwa hiyo nimerudi jana, nakumbuka jana ndo nikampigia Dula, nikamwambia Dula tuongee na Meja tujue tunafanyaje, kwa sababu nimerudi karibu twende tukamuone mzee kama na chochote tukatie nguvu. Ndio baada ya muda kadhaa akanipigia Yubu akafanya msiba ndugu yake Meja. Kwa hiyo nipoka kwa masikitiko sana, lakini Mungu tu amtie nguvu, hamna namna. Sisi tumempenda, Mungu ampenda zaidi. Asanteni sana. Asanteni. Poa vipi? Noma. Karibu sana. Umesema alikuwa ni mzazi wa aina gani kwa wewe binafsi, kile ambaye labda Meja Kunta ambaye ni mwanai kabisa? Mzazi ni mzazi, na mzazi always anakuwa ni mwema tu, it depend ana mrefu mfupi, mlevi, mvuta bangi, mzazi ni mwema tu. Kwa hamna namna yote ambayo tunaweza tukamzungumzia kwa ubaya, sababu ni mzazi wetu, tunamzungumzia katika position tu ya kama mzazi. Aliparticipate kwa nafasi yake, in fact pia mwanae alimpambania kwa nafasi yake. Mungu kama kumpenda zaidi, kwa alitupambania kama watoto wake katika uwezo ambao yeye Mungu kamjalia, na hapo alipoishia ndo Mungu alipoamua kumuona aishie. Tunashukuru kwa muda wake tuliokuwa nao pamoja, tunashukuru kwa support yake aliyotupa, tunashukuru kwa nguvu yake aliyowekeza katika sanaa zetu. Tutamkumbuka kwa mengi. Uzuri kaacha vijana ambao tunapambana, ahueni ya maisha tunaiona, hatuna kikubwa, hatuna kidogo, ila ahueni ya maisha tunaiona. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, tofauti na angesema kaacha watoto ambao hatuna mbele wala nyuma. Leo hii unavyoona mazishi yanaenda sawa, watu wamekuja, ni nguvu ya yeye alipoviwekeza, uzao wake kasababisha leo hii wanawe na hisi hata huko atakapoenda atakuwa fahari na sisi watoto wake nao. Sahihi. Meja Kunta aliposti ujumbe kwamba anauza mali zake na vitu vyake vya thamani kwa ajili ya kumtibia baba yake mzazi. Ulipoona ule ujumbe kwanza ulishika simu kumpigia kujua kitu gani ambacho kinaendelea, au mlikuwa mnawasiliana before? Hakunijuza taarifa, sikupata ile taarifa. Lakini pia nilikuwa nipo kazini, kwa niko Tarime kwenye kazi. Kwa nilivyoona angesema nikitulia nitampigia. Na sitaki kumlaumu au sitaki kusema kwamba ni vibaya au vizuri, kwa sababu sijui katika situation ambayo yeye alikuwa nayo. Huwezi jua mtu alikuwa katika situation gani, huwezi jua alimchekinana nani akamzingua. Kwa hiyo ni swala tu lilobakia sasa hivi kwamba Mungu akampenda zaidi mzazi wetu. Vingine yeye alikuwa katika jitihada za kumwokoa mzee. Hivyo vyote ambavyo kafanya kaparticipate kama mtoto, kulikonia kukaa ni yeye kawafikisha jambo hili kwa Tanzania wenzake ambao ni ndugu zake, na walochangia kusupport wamesupport, ambao kubahatika kusupport inshallah watasupport na mambo mengine. Kwa hiyo hakuna ubaya Hakuna ubaya. Maana watu kama wanajaji wengine mtandaoni, kwa nini nachukua hatua hiyo kuuza vitu, au wengine pia walizani kama ni kiki kutokana na Meja Kunta matukio ambayo yamepita kwa mtafsiri hivyo. Sisi ni wasanii, lakini nje ya usanii kila mtu ana majina yake ambayo ni natural. Sisi tunaishi maisha yetu ya maisha ya kweli, tunasema maisha ya binadamu. Kiasi cha kwamba huwezi kubadilisha kitu chochote. Ni mwanadamu ambao unakuwa na stress, unakojoa, unakula, unaenda choo, nani kama wanadamu wengine. Kwa hiyo ndio maana nikasema huwezi jua alikuwa katika situation gani. Yeye end of the day iliyotokea ndio hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kujua, ambao walibahatika kuchangia walichangia. Na hata hivyo baadhi ya viongozi walivyoona walisupport. Kwa hiyo ina maana hataki kumlaumu, hataki kusema kwamba alifanya kitu kibao kitu kizuri. Yeye mwenyewe ndo anajua alikuwa katika situation gani. Katika ukuaji Divoice, pengine moment ipi ambayo unaikumbuka kwa mzee, kwa makuzi, kwa maana ya Temeke kimuziki, na kama ulipata bahati ya kuzungumza naye, ni nini ambacho aliwahi kukwambia? Mzee tutamkumbuka katika momenti zake zote nzuri na mbaya, kwa sababu yeye ni mzazi wetu. Kama nilivyosema, huwezi kumpangia mzazi kipi akuoje kipi asikuoje. Sisi ni wanadamu, tafsiri ya wanadamu ni kuumba, kupatia na kukosea. Ina maana tutakumbuka kwa yote mabaya na mazuri yake. Kama Mwenyezi Mungu tu ampumzishe salama pema peponi, apumzishe roho yake salama peponi. RIP mzee wetu, Mungu amtie nguvu Meja Kunta, Mungu atie nguvu wafiwa wote. Tuhakikishe leo tunamzika salama. Shukrani sana kwa kila mmoja. Jazakallahu khair, inna Allaha ma'as-sabirin. Mungu yupo pamoja na wenye kusubiri. Ukifika katika matukio kama haya, ni moment gani ama kitu gani ambacho kwako Divoice kinakujia kichwani na unakifikiria?
Nikiona sehemu kama kuna msiba, mimi namkumbuka sana marehemu brother yangu Msuba. Ni miongoni mwa watu ambao katika maisha yangu nimepoteza watu muhimu, naweza nikasema toka nimezaliwa, kwa sababu na wazazi wangu na ndugu zangu wote, yeye ni mtu wangu muhimu sana nilompoteza. RIP brother. Nikionaga sehemu kama inakumbuka moment siku ya kwanza na mzika, siku kwanza nampeleka kaburini, sikuamini kwa sababu ndo alikuwa mtu wangu wa pekee wa muhimu sana. Kwa RIP my brother, naweza nikazungumza sana nikalia kwa sababu ni mtu ambaye ananiumaga sana. Kwa naona hapa inatosha. Asanteni. Shukrani sana. Hasa hili mlivyoona kama viongozi serikali mlichukulia vipi, hasa na pengine wito kwa wasanii kwa vipi kwenye kwanza ni kitu ambacho kila mtu kilimshtua. Mimi binafsi pia kilinishtua. Lakini kulikuwa na initiative mbalimbali zishaanza kufanyika kabla ya kifo hichi kutokea, kwa maana ya marafiki zake, lakini kama serikali pia tulishaanza kuona tumeona naibu waziri alishaanza kupata initiative, na umeona before that akaanza kupost, na sisi tulitaka kujiorganize kama marafiki kuona tunalibebaje hili jambo. Na yeye kama alivyoandika, sio muumini sana wa kutaka kuomba, alitaka kuanza kuuza vitu, lakini matatizo bwana huaga yanamfika mtu yoyote. Ni kusema, nimejifunza cha kwanza ni kusema pale ambapo una matatizo yamekukuta, ni kuendelea kusema, kuwashirikisha ndugu zako na kuona marafiki zako, watu walokuzunguka wanaweza kukusaidiaje. Lakini cha pili ni kujifunza pia. Tumeona, mimi naweza kuzungumzia rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameintroduce bima kwa watu wote, bima kwa wote. Nadhani sasa ni initiative nzuri kuona tunapata hiyo notion kama Watanzania. Kiongozi wetu wa nchi ameleta hili jambo na sisi tuliunge mkono kwa kwenda kufanya hivyo, kujiunga katika bima ya watu wote ambao maradhi kama hivi yanatutokea, basi unakuwa mtu huna mashaka, unakuwa na bima yako na serikali inaweza kubeba zile gharama. Hicho pia nimejifunza, lakini pia nimejifunza pia kuendelea kuwa kuungana kwa pamoja katika masuala ya matatizo. Lazima tutengeneze marafiki, tutengeneze umoja, tutengeneze mshikamano na kupendana, ili mambo haya yanapotokea basi unakuwa na watu ambao pia wapo nyuma yako na wanaweza kukupa support katika masuala haya. Lakini sasa Meja amekuwa wakati ana post taarifa nyingine wanahisi mkiki, neno lako kwa wasanii inapokuja kwa wengine, kiki zetu ama kiki zenu au kiki zao wanazofanya, watu baadaye wanachukulia vitu serious, lakini kumbe ni utani. Kuna muda vitu vinakuwa serious na watu wanachukulia utani. Vipi neno lako sasa kwa mtu kama Meja ambaye amekuwa na nyakatizo kwa wakati? Mambo yanaenda kwa kubadilika. Mimi nimefanya music miaka 15. Nikiri ni moja ya wasanii ambao sikuwa nategemea kusema kitu nitoe wimbo. Lakini mshukuru Mwenyezi Mungu, ni mmoja wa wasanii ambaye nilikuwa kila nitaotoa ina hit. Yaani mimi nikisema nasimama kwenye stage napiga nyimbo 15, nyimbo zote watu wanaimba. Na sikuwahi kusema nataka kitu fulani, nimemdate nani, nimefanya nini. Alhamdulillah. Lakini moja ya strategic, umeelewa, katika music ilikuwa lazima useme, utokee na story na nini, na mambo mengine yalikuwa yanaenda. Lakini niseme tu sasa hivi wa Tanzania mindset zao, they know a good thing, they know good stuff. Wa Tanzania wanajua vitu vizuri. Wewe njoo useme nywele zangu zimenyonyoka, sijui nimefanya nini, end of the time end product ambao utatoa kama mbaya, wa Tanzania hawatoipokea. Kwa zamani sisi ulikuwa unaweza ukaja na kiki na nyimbo ikawa mbaya ukasogea. Sasa hivi wa Tanzania kwenye masuala ya entertainment music wanajua. Kwa hiyo sidhani kama pia ni good strategic. Ni wahase tu wasanii wenzangu ambao wao wanaamini katika masuala ya kiki. Watu wanahitaji music, good music, wanahitaji. Alafu siku hizi, zamani unajua lazima sijui DJ gani ya kupige, nani ya kuzungumzia. Sasa hivi mtu unaweka ngoma kwenye social media na inanyanyuka. Kwa hiyo it's all about good music na watu wanajua vitu vizuri. Sidhani kama hiyo inatija sana this time around, kwamba wewe useme umedate na wewe kadate hata na shetani, kirudi kama nyimbo mbaya watu hawapokei. Sasa Sheta, hapo kwenye kuasa wasanii umezungumzia, pia tungependa useme neno lolote kwa labda ambao wanakuja kwenye matukio kama ya kijamii zaidi, wanalinda brand labda msibadi kwa style nayo au aina ya mavazi ambayo wanavaa kwenye matukio kama haya muhimu zaidi, wanaokuja. Sina uhakika kwanza kama hao hapo
Wapo. Okay, sawa. Mimi nimeichukua kutokea kwako kwamba mtu anakuja msibani kulinda brand au kutangaza brand. Kulinda brand, yani labda kuna aina ya mavazi ambayo wanavaa ukimjaji uko msibani labda anavaa hivi na hivi. Nimesema hapa kuna kuzaliwa, kuna kuishi na kuna kufa. Kufa ni kifo ni ibada, mazishi ni ibada. Sidhani kama jambo la msingi especially kwa dada zetu, hata ndugu zetu wengine kwenda kwenye msiba na kutegemea kwamba utatoka utazungumziwa au watu watakuzungumzia. Sidhani kama ni jambo zuri. Kiutamaduni yetu, culture yetu, wa Tanzania hatuko hivyo. Tunakwenda kwenye msiba kufarijiana, kumfariji mtu ambaye amefiwa. Kwa hiyo mimi nadhani ni rai yangu kwa vijana wenzangu, na kwa sababu mambo hayo nadhani yanafanywa sana na vijana wenzangu, tunapotokea katika masuala kama haya, zipo sehemu ambazo watu watataka fashion, utavaa vizuri, entertainment hizo naenda. Ukija kwenye msiba hakikisha unamwombea dua. Chakula cha marehemu ni dua. Ukija hapa sasa umevaa mavazi yako, unataka watu wakuangalie wewe, hata dua Mwenyezi Mungu aweze kuipokea. Kwa hiyo rai yangu kwa vijana wenzangu ambao wanakuja kwenye misiba, jamani, tuje kwa ajili ya ibada, kumfanyia mwenzetu dua, kumwombea Mwenyezi Mungu ampokee, na tujifunze kwamba upendo, kuhamasishana. Sehemu za misiba ndio sehemu za watu kupatana kama waligombana, pia kuzungumza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi kama wapo watu wa design hiyo, rai yangu ni kwamba waache. Tukija, unajua sehemu za msiba ni sehemu za kujistiri kwa dada zetu na sisi wengine wa kiume ni sehemu za kuhamasisha amani, upendo na mshikamano kati yetu. Tunashukuru sana. Karibu sana, asante.